Naam, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine mzuri ambao tunaendelea kujifunza katika channel yetu hii ambayo ni mahususi kabisa kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu. Na tumekuwa na somo linalotajwa nyakati katika wokovu. Na tuliangalia nyakati katika wokovu, tunazungumzia kitu gani katika sehemu ya kwanza na ya pili. Na tunapoendelea katika sehemu hii ya tatu, ninaendelea kuomba na kupokea kwamba macho ya mioyo yetu yanazidi kutiwa nuru. Tunazidi kuitambua kazi ya Mwokozi aliyofanya kwa ajili yetu. Tunazidi kujiona hapo, tunazidi kukua katika hilo. Kuendelea kwetu kunakuwa dhahiri mbele ya watu wote na Baba anazidi kutukuzwa katika maisha yetu. Amen. Tupo katika sehemu hii ya tatu na tulishaangalia sehemu ya kwanza, tulizungumza wakati uliopita. Sehemu ya pili tulizungumza wakati unaoendelea, na sehemu hii ya tatu tutaangalia wakati ujao. Na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja na mimi hapa ama pamoja na sisi hapa leo tunapoendelea kujifunza, ni vizuri kuanza kwanza sehemu zilizopita ili kubeba ufahamu fulani ambao utakapoendelea katika sehemu hii inakuwa rahisi kuelewa nini tunakizungumza ama tunaelekea wapi. Kwa hivyo leo tutaangalia nyakati katika wokovu, wakati ujao. Tumeangalia katika wakati uliopita, tunazungumza asili ya muamini, tunazungumza utambulisho wa muamini, tunazungumza kile ambacho muamini amekipokea alipoamini kazi kamilifu ya msalaba, kazi ya Mwokozi. Lakini pia katika wakati unaoendelea tulitazama mambo ya wajibu. Kwa kile ambacho muamini amekipokea, ana wajibu, ana namna fulani ya kuenenda, ana namna fulani ya kutazama mambo, ana namna fulani ya kukiri na ana namna fulani ya mtembeo kulingana na asili mpya aliyoipokea katika kuamini kwake. Na katika wakati unaokuja ama wakati ujao, hapa tunachokizungumza, tunazungumza taraja la muamini. Tunazungumza kile ambacho muamini anatumaini katika wakati unaokuja kwa kile ambacho amekipokea. Na tutaangalia maandiko kadha wa kadha, msingi wa mafundisho yetu ama wa kweli ambazo tunatembea nazo ni neno lililoandikwa. Si uzoefu wa mtu wala si jambo lingine lolote, ni neno lililoandikwa. Tunaamini katika neno lililoandikwa. Tunamwamini Mungu katika neno lililoandikwa. Kwa hiyo tunazungumza habari za tumaini la wokovu. Kila ambacho muamini amekipokea ndani yake kina tumaini. Wokovu ambao muamini amepokea, ile asili ambayo muamini ameipokea, ule utambulisho ambao muamini ameupokea, ambao kwa sasa upo katika namna ya roho, unaweza ukaonekana katika namna fulani kwa dalili za hapa na pale, lakini katika wakati ujao, wakati huu ambao tunauzungumza hapa, haya mambo yatakuwa wazi. Hayatakuwa tena katika namna ya roho, yatakuwa wazi, yatafunuliwa. Kwa tutaangalia lugha mbalimbali ambazo waandishi wa nyaraka wamezitumia kuweza kuelezea ukweli huu, na wanazungumza kwa lugha tofauti lakini wakiongelea kitu kile kile ambacho muamini anakitarajia. Muamini imani pekee ambayo ina uhakika, inampa uhakika muamini, inampa uhakika muamini, inampa uhakika mtu, ni imani ya Kristo. Imejieleza, iko wazi nini ambacho tunakitarajia mbele, nini ambacho tumepokea, nini ambacho tunapaswa kutembea katika hicho, na nini ambacho tunatarajia kupitia hicho ambacho tumekipokea. Kwa kama ambavyo nimezungumza tangu tunajifunza somo hili, kuna kazi ambayo Kristo Yesu amekwisha ifanya, na kuna kazi ambayo anaendelea kuifanya sasa ndani ya muamini na kupitia muamini, na kuna kazi ambayo atakuja kuifanya kwa sababu alisema anaenda kwa Baba na atarudi. Kwa kuna kazi ambayo atarudi kuifanya,
Na hapa ndipo ambapo tunazungumza wokovu katika wakati ujao, ama wokovu ama nyakati katika wokovu wakati ujao. Kuna kazi ambayo Kristo Yesu atakuja kuikamilisha kwa muamini. Hili ndio taraja la muamini, na hili ndio taraja la wokovu ama tumaini la wokovu. Kwa hiyo kitu ambacho muamini anatarajia katika kazi hiyo ambayo Mwokozi atakuja kuimaliza kufanya, muamini anatarajia kubadilishwa. Muamini anatarajia kubadilishwa. Ninapozungumza muamini anatarajia kubadilishwa, ninazungumza juu ya mwili huu wa kuharibika, mwili huu wa uharibifu, mwili huu ambao kila mwanadamu ameurithi kutoka kwa Adamu wa kwanza, mwili ambao unapatikana na mauti. Sasa mwili huu utabadilishwa, na Paulo anazungumza maeneo kadha wa kadha. Tutaangalia baadhi ya maeneo Paulo akizungumza ukweli huu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50, ndugu zangu nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu huu mwili huu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kuto kuharibika. Kwa hiyo huu mwili wa damu na nyama hauwezi ukaingia katika uhalisia wa ufalme wa Mungu. Kumbuka, kama ni mfuatiliaji mzuri wa masomo kuzaliwa mara ya pili, tulijifunza mtu anazaliwaje mara ya pili. Ni mtu ambaye anazaliwa kutoka katika roho, amezaliwa kutoka juu na anakuwa ni sehemu ya ufalme. Na ufalme huu hauonekani kwa macho ya damu na nyama, ni katika roho, lakini katika wakati huu utadhihirishwa, utakuwa wazi. Ndio maana anasema huu sasa uwezo ukarithi katika ule uhalisia. Ndio maana nimesema katika wakati ujao mambo ambayo muamini amepokea katika roho yatakuwa wazi. Ufalme ambao ni sasa umu ndani yake kwa yule roho anayemkalia utakuwa wazi. Ndio maana anasema sasa mwili huu hauwezi ukarithi, ni lazima ubadilisho. Huu ni mwili wa kuharibika. Hiyo sehemu ni ya umilele ya ufalme ambao anazungumza hapa. Ufalme wa Mungu umesha kuja, ni roho ambaye anamkalia muamini ndani yake. Lakini anapozungumza kama jambo la wakati ujao, anazungumza kudhihirishwa kwake, kuwekwa wazi kwake. Kwa mfano unaposoma Warumi 14:17, maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, si katika mambo ya mwili, bali ni haki na amani na furaha. Wapi? Katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu upo katika roho. Roho anayemkalia muamini ndo ufalme wenyewe, ndo kuwa sehemu ya ufalme, ndo kuingia ufalme, kuona ufalme. Lakini anapozungumza katika namna ya wakati ujao, anazungumza madhihirisho yake. Kumbuka nimekwambia muamini alichokipokea. Tunapozungumza nyakati katika wokovu wakati ujao, mambo haya yatakuwa wazi. Ile asili, ule utukufu mkubwa ambao upo ndani yake hauonekani katika namna ya macho ya damu na nyama. Anaweza akawa anakula kama mtu wa kawaida, anaweza akawa anavaa nguo kama mtu wa kawaida, anaweza akawa anaenda sokoni kama mtu wa kawaida mwingine yote ambaye hajaamini, lakini ndani yake kuna kitu kikubwa sana ambacho katika wakati huo kitawekwa wazi. Kwa hiyo anasema mwili huu hauwezi ukarithi. Mstari wa 51, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Anazungumza katika wakati ya mambo akiwa yanatokea. Kuna ambao watakuwa wamelala, kwa maana ya wamekufa katika namna ya mwili. Roho zao hazipo katika miili hii, wamekufa, wamelala katika Kristo. Na anasema na kuna wengine watakuwa hai kwa maana ya kuwepo katika mwili, kama ambavyo mimi na wewe hapa tunazungumza katika namna tu ya kawaida ya mwili. Kwa hiyo anasema wote watabadilika. Wale ambao wamelala na watafufuliwa, hata tutaendelea kuzungumza hapo mbele kidogo. Na wale ambao watakuwa hai na wenyewe pia watabadilika. Anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Paulo anazungumza kama wakati huo ungefika, wakati yeye akiwa hai katika mwili, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ndio maana anatumia lugha hiyo. Lakini wakati huo utakapofika, wote waliolala katika Kristo, kwa maana ambao wamekufa katika namna ya mwili lakini walikuwa wameamini, na wale ambao walikuwa wameamini na hao ambao ni waamini lakini
wakati wako hai katika namna ya mwili huu wa kawaida, wote watasema kufumba na kufumbua. Kufumba na kufumbua, hii ni lugha ya picha kuelezea namna jambo hilo litakavyofanyika kwa haraka. Hata kufumba na kufumbua inaweza isielezee namna ambavyo itafanyika, lakini ni jambo la haraka sana kubadilika huko kutatokea. Na anasema parapanda italia. Hawa waandishi wa nyaraka wanatumia lugha za Agano la Kale. Unaposoma katika maandiko ya Musa na manabii utaona habari za parapanda. Parapanda wakati ikilia kulikuwa kuna jambo linatangazwa, mavuno, labda msimu umeisha unaanza mwingine, na vita na vitu vingine vingi ambavyo vinaelezea hizo habari za parapanda. Kwa hiyo sio kwamba parapanda itapigwa pampa, anazungumzia tu wakati fulani mwingine ambao utakuwa unaendewa. Kwa hiyo anaendelea kufafanua, anasema maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa huu uvae kutokufa. Basi huo uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni mauti, ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa tatizo la mauti bado kama linaonekana lipo, lakini kwa wakati huo ili tatizo la mauti, yani anazungumzia mauti hii ya mwili, baada ya huu wa kuharibika utakapovaa kutokuharibika, huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hilo badiliko litakapotokea, mauti itakuwa imemezwa, mauti itakuwa imeshindwa. Hakutakuwa tena na kufa katika namna ya mwili ama kufa katika namna iwayo yote. Na tunaona sasa mambo ambayo tulikuwa tunazungumza tangia mwanzo yana make sense. Tangia tumeanza kuzungumza Injili, tumekuja ya kuzaliwa mara ya pili, haki na mengine mengi ambayo tumeangalia hapo nyuma, tunaona ile kazi ya Mwokozi ina make sense. Yesu baada ya kuwa amekufa pale msalabani, katika namna mbili, kifo cha kiroho kwa mbali na Mungu ambacho kilipelekea kifo cha kimwili, mwili wake ukawekwa kaburini, roho yake ikaenda kuzimu, lakini akafufuka siku ya tatu, akafufuka na mwili wa utukufu. Ndivyo ambavyo na yeye aliyemwamini atakapopitia jambo hilo, naye pia atabadilishwa, atakuwa na mwili wa utukufu, mwili usiopatikana na mauti, mwili ambao hata sasa tunavyoongea hivi, muamini huo mwili upo ndani yake. Sio kwamba utakuja kutoka mahali fulani. Tunapoendelea mbele kidogo hapo tutaona jambo hili. Huo mwili upo ndani yake, na huo wakati huo mwili utakuwa tu wazi ndio kubadilika. Tutaangalia hapa mbele kidogo. Kwa hiyo habari hizi pia Mtume Paulo anazizungumza katika Wafilipi 3:20-21, anasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kumbuka nilikwambia muamini amezaliwa kutoka mbinguni. Kama umefuatilia somo la kuzaliwa mara ya pili, amezaliwa kutoka juu, amezaliwa kutoka rohoni, amezaliwa kutoka mbinguni. Kwa anasema kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Kazi gani anakuja kuifanya? Atakayebadili mwili wetu wa unyonge. Huu ni mwili wa unyonge, huu unaugua, unachoka, unaumia katika namna tofauti kwa sababu ya kile ambacho tulikirithi kwa Adamu wa kwanza. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu, ule mwili ambao Kristo alifufuka nao kutoka kaburini. Ule ndio ambao muamini ataurithi, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Kwa hiyo unakumbuka pia Paulo anazungumza katika Waefeso kwamba nguvu ile ambayo ilimfufua Kristo kutoka katika wafu inakaa ndani ya muamini. Lakini hili ngoja niliache kwanza, tutalizungumza hapo mbele kidogo. Mambo haya yanafanyika katika namna gani? Nani ambaye anafanya? Ni kwa namna gani? Inakuaje?
tutazidi kuangalia hapo mbele kidogo. Kwa hiyo Paulo pia anazungumza katika Warumi 8:21 mpaka 23. Hizi zote ni lugha ambazo zinazungumza kitu kile kile, kwamba muamini atabadilishwa. Ni kazi ya Mwokozi iliyosalia katika wakati ujao. Ili ni tumaini la wokovu. Hichi ndicho ambacho muamini anakitarajia. Kwa hiyo maisha haya ya dunia hii ambayo imeanguka katika mifumo yake, dunia hii ambayo ina masumbufu ya kila namna, ina dhiki za namna tofauti, mwili huwa unyonge ambao tunao kwa sasa, kuna habari njema. Habari njema katika habari ile ya Injili ni kwamba tutabadilishwa. Ni jambo la muda. Na Paulo anawatia moyo katika Warumi huu mlango wa 8, anawatia moyo hao waamini kwamba dunia hii mambo haya ni ya muda. Anawaambia kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Anazungumzia hali ya dunia tulionayo sasa hivi. Viumbe vyote na kila mazingira yalivyo, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu ni lugha zile ambazo tumezungumza tangia mwanzo. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio wa malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamiwa kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa hiyo tunaona Paulo anazungumza lugha zile. Tunapata msamiati mwingine hapa, ukombozi wa mwili. Roho imeisha kombolewa, muamini ameshapewa asili mpya katika roho. Muamini ameshapewa na katika wakati unaoendelea muamini anapewa kichwa kipya, anapewa ufahamu mpya, anabadilishwa nia yake, mind yake iweze kufanana na kile ambacho amekipokea katika roho. Lakini imesalia jambo ambalo tunalisubiri katika wakati ujao, ukombozi wa mwili. Na hapa anazungumza kitu kimoja, usipokisoma ndani ya muktadha unaweza usielewe. Anasema tunakutazamia kufanywa wana. Anazungumza kuwekwa wazi kwa ile asili yetu iliyo ndani yetu. Sio kwamba sio wana, no. Anasema tumepokea katika waraka huu, anasema tena katika mlango huu anasema tumepokea roho ambaye anakaa ndani yetu, ambaye anatufanya tulie Aba, yani baba, roho wa kutufanya mwana. Kwa hiyo ni mwana wa Mungu kwa sasa. Lakini katika namna ya ndani, nimekwambia ofisini pale wewe muamini ni mwana wa Mungu, lakini mnaposimama pengine wewe ni rangi za mwili zinafanana, vimo vinaweza vinafanana, muonekano wa namna nje unaweza kuwa unafanana wa mtu na mtu, ndugu zako waliozaliwa nao katika mwili, watu wa kabila lako, watu wa taifa lako, lakini ndani kuna uhalisia usioonekana katika namna ya wewe ni mwana wa Mungu katika roho. Wewe ni mwana wa Mungu kwa sababu umekaliwa na roho. Kwa hiyo katika huo wakati huyu mwana wa Mungu ambaye yuko katika roho atawekwa wazi. Ndio anasema tunakutazamia kufanywa wana. Sio jambo ambalo sio katika maana ya asili, ni katika maana ya ukombozi wa miili yetu. Kule ambapo tunasema ndani yetu tumefanana na Mungu, tuna asili yake, tuna DNA yake, kutakuwa wazi, kutaonekana wazi. Tutaangalia katika msamiati unaofuata ili jambo kwa ukubwa wake zaidi. Kwa hiyo ni lazima kusoma pia maandiko katika muktadha. Unaposoma wokovu inaonekana kama jambo la wakati unaokuja, unajua hapa inazungumziwa ukombozi wa mwili, kubadilishwa. Unaposoma ufalme wa Mungu ni kama jambo kurithi ufalme wa Mungu kwa mfano. Ni kama jambo linalokuja baadaye, ni kama jambo sio la sasa, na tumejifunza tangia mwanzo ni jambo la sasa, ni uhalisia wa muamini sasa. Lakini katika dunia hii iliyoanguka sio uhalisia wake. Ni paka katika dunia inayokuja ambayo hata hivi viumbe vinavyougua vitawekwa katika mbali na uko kuugua, kwa baada ya hawa wana kubadilishwa, baada ya hawa wana sasa kuwa katika namna ya asili, kuwekwa wazi. Petro wa kwanza 1:5 anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu. Umeona, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Huu wakati wa mwisho wanaozungumza ndio wakati wa kubadilishwa.
Kwa hiyo kuna muamini anatazamia apate wokovu. Sasa lazima usome katika muktadha, apate wokovu gani? Ni katika lugha ile ambayo Mtume Paulo ameizungumza katika andiko tulilopita kusoma hapo nyuma kidogo, ukombozi wa miili yetu. Huo ndio wokovu ambao muamini anautarajia. Unajua muamini ameokolewa kwa maana ya amepokea asili. Alipoamini tu amepokea asili ya Mungu. Amezaliwa mara ya pili, amehesabiwa haki. Haya mambo nayarudia mara kwa mara kwa sababu ni rahisi sana kuyasahau kwa taarifa nyingi ambazo unaweza kuzipata, lakini pia unapoacha kuiangalia kazi ya Mwokozi na kuanza kuangalia performance zako, kuanza kuangalia jitihada zako, kuanza kufikiri paka nikifanya hivi ndivyo Mungu ananikubali, ama paka nikikaa katika mkao huu ndivyo Mungu ananikubali. No, Mungu anakubali kwa sababu umeamini, umemwamini yeye, umemwamini katika kile ambacho amekifanya katika Kristo Yesu. Kwa hapa tunazungumza tumeokolewa ama tuliokolewa. Ni kiumbe kipya, tuna asili mpya, tuna DNA mpya ya Mungu, lakini pia tunaokolewa. Ni wakati unaoendelea. Hii ni mind, ni kubadilisha fahamu. Roho imeokolewa, roho iko perfect, imekamilika, imeungana na Roho Mtakatifu, ni roho moja. Hakuna tena roho ya muamini huku na roho Mtakatifu huku, lakini akili zetu, fahamu zetu bado zitatakiwa zibadilishwe na neno la Mungu na Roho aliyekaa ndani yangu. Ni kazi ya Kristo ndani ya muamini inaendelea. Anaposoma neno anajitazama, anabadilishwa. Anasema msifuatishe namna ya dunia bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo ufahamu bado. Kwa hiyo tunaendelea kuokolewa katika muktadha huo, lakini tutaokolewa. Ni mwili nazungumzia. Kwa kuna roho, kuna nafsi, kuna mwili. Roho iko perfect, nafsi itaendelea kuitikia kile ambacho kimepokelewa katika roho, na kisha itikia, ufahamu kibadilika, ukiri utabadilika, mwenendo utabadilika. Na baada ya hapo tunatazamiwa kuokolewa katika namna ya mwili. Ndio maana anasema ili mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kwa tunaona muamini atabadilishwa. Ili ni tumaini la wokovu. Hata ingia na mwili huu wa unyonge, Biblia inatamka hapa, wa unyonge unaopatikana na mauti ambao tuliurithi kwa Adamu wa kwanza, mwili wa anguko, mwili unaoto expose katika mambo tofauti ambayo hayana utukufu wa Mungu. Lakini msamiati mwingine ambao unaweza kukuta ambao unazungumza kweli hizi ni kwamba muamini atafunuliwa. Warumi 8:19, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamiwa kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Tafadhali tubaki katika muktadha. Ukibaki katika muktadha, mmoja tumesoma hata Warumi 8:21-23, na hata ukiangalia tu Warumi hiyo yote 8 inamtia moyo muamini kutazamia hilo jambo ambalo linakuja baadaye. Viumbe vyote, kwa sababu tuko katika dunia leo anguka, viumbe vyote pia vipo katika hali hiyo. Kuona wenyewe vinaugua, vinatazamia kufunuliwa kwa wana. Kufunuliwa kwa wana. Kumbuka nimekuambia katika asili muamini ni mwana wa Mungu. Kwa roho aliyemkalia ndani yake ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunaanza kujibu hata lile swali kwamba tunatazamia kufanywa wana, ndio kufunuliwa kwa wana. Ile hali ya ndani ya muamini kuwekwa wazi, ule mwili wa utukufu kuwekwa wazi. Ile DNA ya Mungu ambayo iko ndani ya muamini kuwekwa wazi, ndio kufunuliwa kwa wana. Na ndio wakati huo ambao Kristo naye atafunuliwa. Nataka nikwambie, utamuona Mungu awaye yote, utamuona Kristo aliye katika mwili wa utukufu. Atakapofunuliwa yeye, wakati huo pia muamini anafunuliwa. Wakolosai 3:4, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Muamini ana utukufu mkubwa sana ndani yake. Na katika wakati huo atakapofunuliwa na huo utukufu, mambo yote yatakuwa wazi. Hata kuwa tena na maswali. Kuna wakati mwingine unasema nitauliza hichi, nitauliza kile, lakini tutakapokuwa katika huo uhalisia, hakutakuwa na nafasi ya maswali, kwa sababu tutakuwa katika hiyo hali ambayo kwa sasa fahamu zetu wakati mwingine
zinazuia. Mwili huu tulionao na mazingira tulionayo yanazuia. Tunapata kwa sehemu, lakini katika wakati huo utukufu mkubwa, ile nguvu ambayo iko ndani ya muamini, ule uhalisia ambao ni sasa ni muamini anao sasa, lakini katika namna ya roho utawekwa wazi pamoja na Kristo Yesu kufunuliwa. Sasa mambo haya yanafanyika kwa namna gani? Nani ambaye anainjinia haya mambo? Hii yote ni kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani ya muamini. Na hapa sasa ndipo ule ukweli wa kwamba Roho hawezi kumwacha muamini kwa namna iwayo yote. Yupo katika uhusiano usiovunjika. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja pamoja naye, unakuwa wazi, una make sense. Na hata lile andiko ambalo tulilisoma mwanzo katika nyakati, katika wokovu wakati uliopita, la Waefeso mlango wa 1 mstari wa 13, tutaongeza wa 14, linakuwa wazi, lina make sense. Anasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Hapa ni kuhubiriwa Injili, habari njema za wokovu wenu. Anazifafanua hizo habari, anafafanua hilo neno. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Kwa hiyo ujumbe umekuja, tumeamini. Sawa, baada ya kuamini nini kinaendelea? Anasema, na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kumbuka nikwambia muamini ametiwa muhuri wa Roho wa ahadi yule aliye mtakatifu. Yeye ni wa Mungu siku zote. Muamini Roho anakaa. Yesu wakati anazungumza habari za Roho kama ahadi alipokuwa katika mwili, alipokuwa anazungumza kwamba katika ufufuo wake huyo Roho atakuja ama atamwaga ama atakuja kukaa ndani ya wale ambao wanaamini, alisema atakuwa pamoja nanyi milele. Milele, katika mazingira yote, katika vipindi vyote. Ni ajabu kusema Roho anaweza kumwacha muamini kwa sababu yote ile. Sasa muamini anaishije bila Roho? Yani inakuaje? Yani haiwezekani. Ni jambo ambalo haliwezekani. Alichokifanya Kristo, na hapa ndio tunapata hata ule ukweli kwamba msamaha ni wa milele. Tunapata ule ukweli kwamba wokovu ni wa milele, sio nusu nusu. Lugha hizi ambazo naziongea hapa, kama umefuatilia kuanzia Injili sehemu zote zilizopo pale 6, lakini umefuatilia kuzaliwa mara ya pili, umefuatilia haki, umefuatilia na masomo haya sehemu ya kwanza na ya pili, na tunaendelea ya tatu, sio hazitakuja kuwa lugha, haziwi lugha ngeni ama zinazokanganya ufahamu, kwa sababu tumeanza tangia mwanzo kuonesha ukweli. Na umeona sifa moja ya ukweli ni kwamba una consistency, unabaki vile vile, ubadiliki. Kwa tunaona Roho muamini ametiwa muhuri. Sasa mstari wa 14 anafafanua, anasema, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu. Kwa hiyo Roho ni arabuni ya urithi. Urithi anaozungumza sasa ndio ule uhalisia ambao nimeanza kuzungumza tangia mwanzo, kubadilishwa, kufunuliwa, kuwa katika ule uhalisia ambao ule uhalisia ambao muamini anao ndani yake kuwekwa wazi. Ni kazi ya Roho. Ni Roho yule wa Kristo aliye ndani ya muamini, ambaye ndiye anaweka ufalme wa Mungu ndani yake. Anamfanya muamini kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu, kuzaliwa katika ufalme, kuzaliwa mara ya pili, kuwa kiumbe kipya. Huyo Roho anasema ni arabuni ya urithi wetu. Neno arabuni hapo anachomaanisha ni kwamba yani huyo Roho ndio uthibitisho kwamba katika ile siku tutabadilishwa, katika ile siku tutafunuliwa, katika ile siku tutakombolewa kwa maana ya mwili. Huyo Roho, hiyo lugha inapotumika hapa hasa kinachomaanishwa kwamba kwa huyo Roho ambaye anamkalia muamini ndani yake, kwa huyo Roho huo uhalisia ndipo utakapofunuliwa, ndipo utakapowekwa wazi. Kwa hiyo guarantee, neno zuri kabisa ni guarantee kwamba muamini atabadilishwa, muamini atafunuliwa, muamini atapata ukombozi wa mwili, muamini hayo mambo yote ambayo nimeyazungumza. Guarantee ni Roho anayemkalia milele, Roho wa Mungu ambaye amempokea katika kuamini kwake milele. Huyo Roho katika wakati huo
ndipo mambo yatakuwa wazi. Waefeso 4:30 inafanya vizuri zaidi. Anasema wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Hapa ni katika mwenendo usiofaa. Roho anahuzunishwa muamini anapokuwa katika mwenendo usiofaa. Kwa hiyo anajaribu kurekebisha mwenendo usiofaa. Anaomba nyinyi ni hekalu la Roho. Kuna sehemu nyingine anasema hivyo, mna Roho. Kwa hiyo msimuhuzunishe. Inabidi kuenenda kwa Roho. Kama tukiishi kwa Roho, tunaenenda kwa Roho. Kwa sababu tuko hai katika Roho, tunaenda katika Roho. Tunaitikia ushawishi wa Roho. Hatumuhuzunishi Roho. Kwa anasema huyo sasa Roho ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Utaanza kuelewa ukombozi huo hapo unazungumzia ukombozi gani wa miili. Kwa hiyo tumetiwa muhuri. Muamini ametiwa muhuri na Roho. Yuko sealed mpaka hiyo siku atakapofunuliwa, atakapowekwa wazi, atakapobadilisha huu wa kuharibika na kuvaa kutokuharibika, huu wa kufa na kuvaa wa kutokufa. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Garantii ya jambo hili ni Roho anayemkalia muamini, na nasisitiza anamkalia muamini milele, siku zote. Hakuna wakati ambapo atamwacha. Awe ana perform vizuri sana, yes, na hata wakati ambapo ana struggle katika mambo fulani kimwenendo, bado Roho yuko pale. Atahuzunishwa na sio jambo zuri, silipigi debe wala silikubali. Atahuzunishwa, lakini sio kwamba Roho lazima tubaki katika ukweli. Sio kwamba Roho atamwacha. Sasa akimwacha Roho muamini inakuaje? Muamini atakuwa ameshapotea. Na ile kwamba wokovu ni wa milele inakuwa make sense. Kwamba msamaha ni wa milele inakuwa make sense. Lakini tumetazama tangia mwanzo mambo haya ni ya milele. Kazi ya Mungu ni ya milele hii. Na ndio maana tunanyanyua mikono yetu juu kumwabudu, kumsifu, kumshukuru. Tunapozidi kupata ufunuo wa msamaha wake, kazi yake, namna ilivyokuwa, namna ambavyo aliifanya, tunazidi kuelewa upendo wake, na hapo tunapata bidii ya kuendelea katika mambo ya roho, na bidii ya kuendelea katika kazi ya huduma, bidii ya kuendelea katika wito ambao tumeitiwa. Hiyo bidii haitokani na kwamba tunamtafuta Mungu ili tuwe na Mungu, yani Mungu aje. No, hiyo bidii inapatikana kwa sababu tumeelewa tuna Mungu. Siku zote tunaye Mungu kwa kila alichokifanya milele yote. Tunao msamaha, ametuachilia, atuhesabii makosa. Tunapozidi kupata ufahamu, tunakuwa na bidii, tunakuwa na shauku naye. Sasa tunaanza kupractice hayo mambo katika namna ya mtembeo. Huo uhusiano ambao tunao tayari tunaanza kupractice kama ambao tumejifunza katika wakati unaoendelea: maombi, kujifunza neno, kupatikana katika kazi ya huduma, kuhubiri Injili. Tunachochea yale mambo ambayo yapo tayari ndani yetu, sio kwamba tunayatafuta, lakini yapo kwa Roho aliye ndani yetu. Warumi 8:11 inasema, lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Lakini sasa pale neno ikiwa ni tafsiri ambayo kidogo imekaa upande. Inatakiwa iwe since. Hata katika KJV wamesema if, lakini ukienda katika maneno ya asili ni since. Inasema kwa hivyo, kwa sababu Roho wa Mungu Roho yake yani haitaki kuwa kama kuna ni condition fulani. No. Tumepokea kwa imani, sio condition. Hamna condition. Tukimaanisha hapo kwa kuwa sasa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Natakiwa isomeke hivyo: yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Mtume Paulo anaiweka wazi. Kwa hiyo pia utaelewa kufunuliwa kwa wana katika Warumi 8 inazungumzia wakati ujao. Inazungumzia wakati huu wa kubadilishwa miili kwa Roho yule ambaye anakaa. Kwa sababu Roho ambaye amemfufua Kristo Yesu, kumbuka ile nguvu ni kuambia ya Roho iliyomtoa Yesu kuzimu na mwili wake kutoka kaburini na kufufuka akiwa na mwili wa utukufu, inakaa ndani ya muamini yote nzima, awe anafahamu au asiwe anafahamu. Kadri ambapo anajifunza Kristo, uelewa huu unazidi kukaa ndani yake, na inazidi kukaa katika utu wake. Na inapozidi kukaa katika utu wake, kuna wakati ita manifest katika namna ya nje, lakini katika wakati huu sasa itakuwa wazi zaidi.
itakuwa wazi. Kwa hiyo roho anayekaa ndani ya muamini, yule roho yule aliyemfufua Kristo katika wafu, atambadilisha na muamini. Ile nguvu, ule utukufu utaonekana katika maisha ya muamini. Na nimesoma hapo, lakini ikiwa nikawa kama nimebadilisha, atubadilishi Biblia. Kumbuka hata walio tafsiri maandiko haya ni wasomi, ni watu, yani sio kwamba walikuwa na Roho Mtakatifu, mambo nataka tuweke kiroho, lakini kwa ni wasomi, jopo la wasomi. Kwa kuna wakati walikuwa wanazipatia vizuri hizi maana, na kuna wakati walikuwa wanaenda mrama kidogo. Ni kazi nzuri waliifanya, tunamtukuza Mungu hata kwa ajili yao, na inatusaidia sasa. Wameweka hizi milango, wameweka hizi mistari, inatusaidia kuenda sehemu kwa haraka. Unajua iliandikwa hii Biblia haina milango, haina mistari, yani unasoma tu moja kwa moja. Lakini walipoweka hizi paragraph, hizi aya na nini, inatusaidia. Lakini hii kazi inaendelea. Na tunachokifanya hapa, tubadilishi Biblia, tunabadilisha tafsiri. Tunabadilisha tafsiri ambazo hazijakaa katika mkao ambao ulipaswa kukaa. Zile ambazo zilipatiwa tunaenda nazo, zile ambazo hazikokaa sawa tunafanya mabadiliko ili tuweze kupata kile ambacho kilikusudiwa kwa namna ambavyo kilikusudiwa. Kwa hiyo tubadilishi Biblia tunapofanya hivi. Na hii ndo kazi ya study. Hii ndo kazi ya Bible study. Hii ndo kazi ya kujifunza Biblia. Haya maandiko yameandikwa miaka mingi sana iliyopita. Na unajua lugha zinabadilika kadri miaka inavyokwenda. Kwa hiyo ni lazima tuende katika wakati wao, tusiende na mawazo yetu, twende katika wakati wao. Wao walikuwa wanamaanisha nini waliposema? Na tunapokwenda katika namna hiyo tunapata maana ambayo ni sawa na tunakuwa salama. Wakorintho wa kwanza 15:45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Anazungumza asili mbili, asili ya Adamu wa kwanza na asili ya Adamu wa pili katika ile kazi ya msalaba. Katika Adamu wa kwanza tunapatikana na mauti, katika Adamu wa pili ni roho yenye kuisha. Kile ambacho tulikirithi kwa Adamu wa kwanza kwa maana ya mauti kinauishwa na Adamu wa pili kwa kile ambacho anakifanya pale msalabani, Kristo Yesu. Kwa kuna kazi ambayo alifanya katika wakati uliopita, kuna kazi ambayo anaifanya sasa ndani ya muamini na kupitia muamini, na kuna kazi ambayo ataifanya wakati unakuja. Ni roho yenye kuisha. Hebu tujitazame kwa Adamu wa mwisho, roho yenye kuisha. Tuache habari za kujitazama katika Adamu wa kwanza, katika makabila yetu, katika namna ya mwili, katika historia zetu, katika namna tofauti, nje ya kiumbe kipya, nje ya kile ambacho tumepokea ndani ya Kristo Yesu. Kile ambacho tumepokea ndani ya Kristo Yesu ndicho ambacho tukipe nafasi ya kubadilisha fahamu zetu, kubadilisha mitazamo yetu, kubadilisha fikra zetu, kubadilisha ukiri wetu, kubadilisha mwenendo wetu. Hapo ndipo ambapo kuna roho yenye kuisha. Hapo ndipo kuna mambo ya umilele. Kwa hiyo Adamu wa mwisho anamzungumza Kristo Yesu na ile kazi yake aliyoifanya ni roho yenye kuisha. Kumbuka alipokufa na kufufuka, yale maisha ya ufufuo kwa namna ya Roho Mtakatifu yapo ndani ya muamini. Ndio hizi lugha za kusema kwamba ni roho yenye kuisha. Kwa hiyo tunaona muamini anatarajia kubadilishwa, muamini anatarajia kufunuliwa, muamini anatarajia haya mambo yote, na yanafanyika kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani ya muamini vipindi vyote. Kwa hiyo utaelewa ufalme wa Mungu katika wakati ujao. Kwa nini unazungumzwa kama wakati ujao? Unafunuliwa na wenyewe kwa sababu upo ndani ya muamini kwa Roho anayemkalia. Utaelewa mambo ya kurithi ufalme, kuingia na mambo mengine mengi ambayo yanatazamisha kama sio uhalisia wa muamini sasa, lakini ni lugha ya kutazamisha kwamba katika wakati huo ya mambo yatakuwa wazi, yatatoka katika roho, katika namna isiyoonekana katika damu, katika macho ya damu na nyama, na itakuwa wazi. Lakini muamini pia anatarajia nini? Muamini anatarajia kuvikwa taji ya utukufu. Sehemu zingine utasoma kama taji ya haki. Hapa tunazungumza habari za thawabu kulingana na mwenendo ambao muamini anao. Timotheo wa pili 4:8, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki
atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Watu waliopenda kufunuliwa kwake ni wapi? Ni watu ambao wameamini. Hao watu waliopenda kufunuliwa kwake. Hao sasa, kwa sababu wameitwa katika wito fulani, wanatembea. Na hapa Paulo anazungumza hiyo taji ya haki iko katika mlengo gani? Hiyo taji yake iko katika mlengo gani? Ipo katika huduma. Paulo wakati anamwaga Timotheo katika waraka huu wa pili, anamtia moyo katika kazi ya huduma, anamtia moyo katika wito ambao ameitiwa, anamtia moyo kwa kumtazamisha hata yeye alichokifanya, na yeye pia hii anamuonyesha hii sio bure, tunatarajia taji ya haki. Kumbuka hizi lugha sasa kuanzia hapa za thawabu, kurithi ufalme, kurithi kuvikwa taji ya haki, atuzungumzii wokovu ule ambao tangia mwanzo tunazungumza ni wa milele ama msamaha wa milele. Muamini tayari yuko mbinguni. Muamini ni mtu wa mbinguni, ni mwenyeji wa mbinguni. Kinachozungumzwa hapa ni kazi ya huduma. Kinachozungumzwa hapa ni matendo ambayo yako katika msingi wa kile ambacho tayari amekipokea. Sio anatenda ili aingie mbinguni. Anatenda kwa sababu ya kazi ya huduma, kwa sababu ni wajibu wake. Na huo wajibu ambao anauchukua una taji ya haki. Una taji, sehemu nyingine nasema taji ya wokovu. Kwa hiyo na hapa maandiko yametafsiriwa vibaya na kuonyesha kwamba wokovu ni kama kitu ambacho mtu anapambania. Mtu anapambania. Kwa hiyo anapokazana katika matendo, sasa inakuwa tu ni kama dini zingine. Dini zote zinahubiri maadili, kwamba kwa maadili mtu ndio anaingia mbinguni, ndio anampata Mungu, ndio mbingu zinakuja kwake, ama ndio anapata mbingu, anapata pepo. Wengine wanasema kwa maadili. Kwa hiyo unapokazana kwa matendo mazuri zaidi yakazidi matendo mabaya, ndipo unapojitengenezea nafasi zaidi. Huo sio wokovu. Huo ni wokovu wa wanadamu. Sio wokovu ndani yake Kristo Yesu. Sio wokovu katika imani ya Kristo Yesu. Ni wokovu wa wanadamu. Lakini anapozungumza hapa, anazungumza kwamba tutakuwa muamini atakuwa rewarded. Sio kwamba ataingia mbinguni kwa sababu ya matendo yake. No, atalipwa kulingana na kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo hii pia inatia moyo muamini kuendelea kukazana katika kazi ya huduma, kukazana katika wito ambao ameitiwa, kwa sababu sio bure. Kazi yake katika Bwana sio bure. Tutaona sehemu fulani Paulo anazungumza hiyo lugha ya hivyo. Lakini pia Wathesalonike wa kwanza 2:17 mpaka 20. Lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Anazungumza na watu ambao waliwahubiria Injili na ameendelea kuwajenga katika imani. Kwa ni huduma. Inazungumzia huduma. Hamna sehemu ambayo inazungumza wokovu Afrika ikaendelea katika lugha kama hizi. No. Inaenda kusema kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam mimi Paulo mara ya kwanza na ya pili, na shetani akatuzuia. Maana tumaini letu na furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi ndinyi utukufu wetu na furaha yetu. Kwa hiyo muamini anatarajiwa kwa kile alichokipokea kuwe kuna matunda katika maisha yake, ili Bwana atakapokuja ampe taji, amreward kutokana na yale matunda. Maisha ya muamini ni maisha ya matunda. Ndio kitu ambacho anakizungumza hapa Paulo. Kwa hiyo matunda yake ni wale ambao waliwahubiria Injili, akaendelea na kazi ya wanafunzi, akiwaimarisha katika imani. Kwa hiyo anasema atakapokuja Bwana, ninyi ndio taji yetu. Kwa maana taji ni yale matunda. Muamini anakuwa rewarded na yale matunda. Sio habari za kuingia mbinguni. Mbingu hiyo ni kazi ya Mwokozi, imeisha. Kwanza muamini amezaliwa mbinguni. Lugha kama hizi zinabidi uanze kuzizoea. Sasa ni lugha za rohoni. Kuna sehemu katika Waebrania anasema nyinyi mmeisha ufikiria Yerusalemu wa mbinguni. Sio mtaufikiria, mmeisha ufikiria. Ni uhalisia wa muamini sasa. Na tunapoendelea kuzungumza sasa habari za thawabu na nini, toni inakuwa katika mtazamo ama inakuwa katika mlengo huo, kwamba muamini atakuwa rewarded, na yule ambaye hafanyi chochote atakosa thawabu. Mbingu ndio ataiona, lakini atakosa thawabu, na atatayari mbele za Bwana wake. Na sisi hatutaki kutayari mbele za Bwana wetu, kwamba ametupa wokovu mkuu namna hii, ametupa msamaha wa milele namna hii,
ametupa utajiri huu wote, alafu anapokuja asione matunda. Ni jambo la aibu, ni jambo la kutahayari. Kwa hiyo anaendelea kusema katika Yakobo 1:12, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Anawatia moyo Yakobo waamini waliokuwa wanapitia mateso makubwa sana katika wakati ule. Anawaambia, na kuna sehemu nyingi wanaambiwa waamini ni heri kuteswa kwa ajili ya haki. Na hao walikuwa wanamwamini Kristo Yesu, waliteswa kwa ajili ya imani. Anawaambia no, mna thawabu yenu. Ndio maana mitume kuna wakati walifurahi walipopigwa viboko kwa ajili ya jina la Yesu, walipotiwa gerezani kwa ajili ya jina la Yesu. Wanatazamishwa no, mtapokea taji ya uzima. Sio kwamba mtaingia, yani sio kwamba kuna ile andiko atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Jamani, tusome katika muktadha. Anazungumza ni kitu gani Yesu anaposema atakayevumilia mpaka mwisho? Ni wokovu huu ambao yeye ndio anaufanya kazi kwa kufa na kuzikwa na kufufuka. Ni wokovu huu wa milele au wokovu gani? Ni lazima tuje katika muktadha, na hii ndio Bible study inapokuja. Tuachane na habari za mapokeo ambazo tumetembea nazo kwa kipindi kirefu. Tuachane na habari za mazoea, stori za mtaani. Hata mtu hujaenda kwenye Biblia kusoma kwa makini, kustadi kwa makini na kuelewa maandiko yaliyotangulia, maandiko yanayofuata, muktadha, hapa nini kile kinazungumzwa. Tunasimama tu mbele za watu na kuwatwisha watu mizigo mizito, kuonesha kwamba wokovu bwana ni njia hii ni nyembamba. Ni kweli nyembamba kwa sababu si ni Yesu peke yake, hakuna njia nyingi. Ndio hiyo maana yake. Sio kwamba kuna namna dini zina lugha zake kuweka mambo yaonekane kama ni makakamavu sana, magumu sana. Wokovu nao umerahisishwa. Bwana amefanya. Hata wanafunzi wake walipouliza kwa namna hii nani ataweza kuokoka, Yesu alisema yanayoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana, na Mungu amewezesha. Kwa imani pekee, kwa kile ambacho Kristo Yesu amekifanya, mtu anapata wokovu. Kwa kinachozungumzwa hapa ni masuala ya mwenendo, ni masuala ya kubaki katika imani, ni masuala ya matunda ya wokovu. Kutimiza wokovu kwa kutetemeka haina maana ya lugha zile ambazo zinatumiwa katika dini mara nyingi. Inamaanisha kuthamini kile ambacho unapoelewa. Unajua, unapoelewa namna gani umesamehewa, kwa ukubwa gani umesamehewa, namna gani Mungu amekufanya katika Kristo, utamheshimu Mungu. Utamheshimu Mungu katika namna ambayo sio ya unafiki, sio ya kutaka kutafuta namna fulani. No, itakuwa pure, natural, naturale, inatembea hivyo, inakuwa nzuri. Na hapo ndipo maneno yale kwamba upendo wa Bwana watubidisha inakuja mtu anapoelewa. Kwa hiyo hapa anapowatia moyo Yakobo, anawaambia watapokea taji ya uzima. Muamini asiangalie changamoto anazopitia kwa sababu ya imani yake. Kuna mwingine amefukuzwa katika familia yake alipomkiri Kristo Yesu. Ana thawabu yake ni kuendelea kung'ang'ana kwa kile ambacho amekiamini. Sio kung'ang'ana kuingia mbinguni. Mbinguni tayari yupo. Ni kuendelea kumtazama Kristo Yesu, mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu. Kuna thawabu yake kutemewa mate kwa ajili ya jina lake, kuhubiri Injili na kubezwa na kukataliwa na kutukanwa na mambo yote hayo, kuna thawabu yake. Anawatia moyo hawa watu, watapokea taji ya uzima. Wakorintho wa 2:5-10, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Hii ni hukumu ya watakatifu hapa inazungumza, ili kila mtu apokee. Hapa kila mtu ni kila muamini. Muktadha wake huko hivyo, ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kwa muamini atalipwa kulingana na mwenendo. Haizungumzi habari za kuingia mbinguni, azungumzi habari za ambazo zipo katika dini mbalimbali. Inazungumza habari za kuwa rewarded. Pale ambapo amefanya fyongo, amefanya vibaya, atakuwa amepoteza thawabu yake, na pale ambapo sasa amefanya vizuri, atakuwa rewarded, atalipwa kulingana na vile alivyotenda. Hii ni hukumu ya watakatifu. Kwa nini hukumu ya watakatifu? Alafu tena mtu anakuletea habari ambazo zinataka zikutie hofu, mashaka. Na Paulo wakati anazungumza hizi habari za siku za mwisho na parapanda na nini, anasema tianeni moyo kwa mambo haya. Sio mambo ya kutishana, sio mambo ya kuwekana hofu, sio mambo ya kwanza unaishi kimtego mtego. Hebu ishi kama mwana wa Mungu.
kuwa wazi mbele za Mungu, kwa sababu unajua asili yako ni ipi, unajua umepokea kitu gani. Kwa waliwatia moyo, farijianeni kwa maneno haya. Haya ni maneno ya faraja, ni maneno ya kumtia moyo muamini, kumbakisha katika imani, kumfanya endelee kukazana. Wakorintho wa kwanza 15:58 anawatazamisha, anawaambia, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mwana ninazungumza masuala ya kazi. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Pendwa, sio bure kile unachokifanya katika Bwana. Sio bure. Endelea kazana kufanya kwa ajili ya Bwana. Endelea kupatikana katika kazi ya huduma. Endelea kuombea wengine ndugu. Endelea kuhubiri Injili. Endelea haya mambo ufanye ili uingie mbinguni. Uko mbinguni tayari. Wewe ni mwana wa Mungu tayari. Wewe ni mwenye haki tayari. Unafanya kwa sababu hiyo, kwa sababu ndio asili yako. Na Paulo anatia moyo hapa, licha ya changamoto, dhihaka na magumu yote ambayo unaweza kuwa tunakutana nayo katika dunia hii, anasema kazi yetu, taabu yetu sio bure katika Bwana. Tutakuwa rewarded siku ile ambapo Bwana na muamini tutafunuliwa kwa pamoja, ama Kristo Yesu na muamini watafunuliwa kwa pamoja, tutakuwa rewarded. Kwa hiyo nataka pia nitoe angalizo. Unaposoma Ufunuo mlango wa 2 na mlango wa 3 kwa yale makanisa, zile ni barua ambazo ni sawasawa na ambavyo Waefeso wameandikiwa, Wakorintho wameandikiwa. Mienendo mibovu ilikuwa inarekebishwa, na habari za kufutwa jina, za kidnara, sijui kuondolewa, sijui inazungumza kama namna kuondoa, yani kuna wakati mwingine mahubiri haya yanatumika kama kuonesha muamini anapoteza wokovu, na inazungumza habari za thawabu, habari ambazo nimezizungumza hapo tangia mwanzo. Amini katika hii sehemu ya mwisho ya nini, ya kwamba muamini anatarajia taji ya utukufu, thawabu, taji ya haki na maneno mengine mengi tofauti tofauti. Kuna sehemu Paulo anazungumza kama anaupambania uzima wa milele, kama anakaza mwendo. Inazungumza katika masuala ya thawabu, katika kazi, katika huduma. Hiyo kazi sio bure katika Bwana, ina malipo yake, ina thawabu yake. Na ikiwa tufanyi hivyo, tunakosa thawabu, tunakosa malipo hayo. Na tutaendelea kujifunza zaidi habari hizi, lakini hiyo ndio nyakati katika wokovu. Nyakati katika wokovu, wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Ni vizuri maandiko haya yakawekwa mahali pake, yakatafsiriwa kulingana na muktadha, na tunaona tu hakuna mkanganyiko wowote. Lugha inaeleweka vizuri. Tunaposema msamaha wa milele inaeleweka, tunaposema wokovu wa milele inaeleweka, tunapotazamisha mambo haya yanaeleweka, kwa sababu tumekuwa wanafunzi smart wa Biblia. Tunayatafsiri maandiko katika muktadha wake, tunayatazama maandiko katika muktadha wake. Niseme kwamba Baba amekubariki sana. Paka wakati mwingine, endelea kujifunza pamoja na mimi, ili tuendelee, macho ya mioyo yetu yaendelee kutiwa nuru, tuzidi kujitazama pale ambapo Kristo ametuweka, na sio tu tujitazame, lakini tufanyie kazi ule ufahamu na matunda yaonekane. Baba aendelee kutukuzwa katika maisha yetu, na tunaendelea kuishi katika maisha yaliyojaa tumaini, tumaini la wokovu, yaliyojaa tumaini kweli kweli. Na niseme tuwe na wakati mwema na umebarikiwa sana. Amen.